Shule ya sekondari Pangani kutoka halmashauri ya mji wa Kibaha mkoa wa Pwani ni moja kati ya shule zilizoshiriki kwenye mradi wa Uwezo Award kwa mwaka 2023 na kufanya vizuri kwa kushika nafasi ya 11 kati ya shule 250 zilizoshiriki mradi wa Uwezo Award kwa mwaka 2023. Uwezo Award ni mradi unaoendeshwa na shirika la Great Hope Foundation kwenye shule za sekondari wenye lengo la kuwasaidia wanafunzi kujifunza ujuzi wa kijasiriamali na ule ujuzi wa karne ya 21 wakiwa bado shuleni. Je, kwa mwaka 2023 wanafunzi hawa wa Pangani Sekondari walifanya mradi gani? Kwenye mradi wetu tulifanikiwa kukusanya kiasi cha pesa kutoka kwa wana kikundi. Tulipokipata kiasi hicho cha fedha, tuliweza kununua mbegu na kupanda mboga ambazo hazikuuzwa lakini zilitumika na wanafunzi wa bweni. Kisha tukakusanya fedha, tukafanya bonanza shuleni ambalo liliwezesha wanafunzi kuonyesha vipaji vyao, uwezo wao, wenye uwezo wa kucheza, kuimba, kuchekesha, vipaji mbalimbali. Na pia kwenye bonanza tuliweza kukusanya kiasi cha pesa ambacho kilitokana na kufanya vitu mbalimbali ambavyo vilituwezesha sisi kupata kiasi hicho cha fedha ambacho kilitupelekea kutengeneza viti 22 na meza 102 pamoja na vifaa 44 vya maabara. Na pia kwenye kiasi hicho cha fedha tulichokipata tuliweza kwenda kutembelea watoto yatima katika kituo cha Shalom Orphanage Center. Kwa hiyo kiasi kile cha pesa tulikitumia kununulia mahitaji ya kila siku, mahitaji yao ya kila siku ikiwemo chakula, mavazi na vitu vingine mbalimbali ambavyo vinaakidhi mahitaji yao. Zumuni la kufanya miradi hii hapa shuleni kwetu katika klabu yetu ya Uwezo Award 2023. Kwanza tulikuwa tunataka kuinua vipaji na uwezo kwa wanafunzi wenzetu, kwa sababu kuna baadhi ya wanafunzi wenzetu wao walikuwa tuseme hawana ujuzi katika masuala mazima ya kwenye kujiwezesha binafsi kuinua vipaji vyao. Kuna mwingine unakuta labda alikuwa na kipaji cha kuimba, mwingine ana kipaji cha kucheza mpira, mwingine ana kipaji cha kucheza muziki, mwingine ana kipaji cha kuchekesha, lakini alikuwa anaogopa. Lakini tulipofanya miradi hii ambayo kama ni bonanza hapa shuleni kwetu, tunaona wale wenye vipaji vyao waliweza kuendelea. Pia mradi wa pili katika mradi wa kwenye kilimo. Zumuni la kufanya kilimo ilikuwa ni kuuza, lakini ikatokea kwamba mboga ambazo tulilima zikatumika katika wale wanafunzi wenzetu ambao wanakaa hosteli wenye matatizo ya kiafya, walitumia kula. Pia katika mradi mwingine wa sabuni. Zumuni la kufanya huu mradi ilikuwa ni tutengeneze sabuni, tuuze, tupate hela, tukidhi mahitaji ya klabu yetu. Pia tutumie sabuni ambazo tutatengeneza sisi kwa mikono yetu kusafisha mazingira yetu kama vile chooni. Mradi mwingine au jambo lingine ambalo tulifanya katika klabu yetu, kwenda kuwatembelea watoto yatima. Ile tulienda kwa sababu tunajua wale ni ndugu zetu, ni watu ambao tunaishi nao kwenye jamii. Kwa hiyo tukaamua kama klabu ya Uwezo Award tukapeleke kule mahitaji muhimu kama vile nguo, baadhi ya vyakula, pia tuwapelekea pads kwa dada zetu, hivyo na vifaa vya kujisomea kama madaftari, peni, rula. Pia jambo lingine, mradi ambao tulifanya tukabati meza, viti hapa shuleni kwetu. Zumuni ilikuwa kwa sababu sisi shuleni kwetu tupo wanafunzi wengi, kwa hiyo vifaa muda mwingine vinakuwa vitoshi, kama meza na viti vinakuwa ni vichache. Tuliamua kufanya mradi huo ili kupunguza ile hasara ambayo inapatikana kutokana na uchache wa vitu vile kama vile meza na viti. Miradi iliyoweza kutuongezea kipato katika shule yetu ni bonanza. Katika bonanza wanafunzi waliweza kuonyesha vipaji vyao, kwa mfano wachezaji wa mpira, kuimba na kucheza muziki. Na pia washindi walipewa mbuzi ambayo ilinunua kwa shilingi 80,000. Na kwenye hilo bonanza tuliweza kununua keki na kuuza, yani watu walilishana kuanzia shilingi 1,000 na kuendelea. Kwenye bonanza watu tulishiriki katika michezo ya mpira, kuimba na kucheza muziki. Na mradi mwingine pia ulioweza kutuingizia kipato katika shule yetu ni utengenezaji wa sabuni. Wanafunzi walitengeneza sabuni ambayo waliuza 3,000 kwa kila lita, na hiyo iliweza kuongeza kipato katika shule yetu. Je, walipitia changamoto gani wakati wanafanya mradi wao? Changamoto tulizopitia katika shule yetu, changamoto ya kwanza ni wanafunzi. Changamoto ya wanafunzi kushiriki inachangia kwa sababu kukosa ushirikiano na walimu. Hiyo ni changamoto mojawapo kubwa sana katika shule yetu hii. Changamoto nyingine ambayo tunapitia, tunakosa muda.
changamoto ya kukosa muda, kwa sababu walimu wanakuwa wengine azingatii ule mradi. Ukimfuata bana anakuambia bana inabidi tufanye mradi huu, kwa mfano wanaocheza muziki, wanaocheza mpira, wanaojua kuimba, mwalimu anataka kusema bana leo na kazi nyingi na mambo mengi, kwa hiyo inabidi tuonane kwa mfano wiki ijayo. Na changamoto nyingine kukosa vifaa. Katika shule yetu hatuna vifaa vinavyojitosheleza. Tumekosa vifaa vya michezo. Katika hiyo michezo kuna michezo aina mbalimbali. Kuna mchezo wa mpira miguu, mpira mikono, kuna wanafunzi wenye vipaji mbalimbali. Kuna vipaji vya kuimba, kucheza muziki, kucheza mpira. Lakini tunaendeleza vipaji vyetu kwa sababu hatuna mtu ambaye anaweza katunyanyua ili kuendeleza vipaji vyetu. Kwa hiyo tungependa sana walimu watugee muda maalum ambao tuweza tukafanya mazoezi, tukajiandaa vizuri ili kuhakikisha shule yetu. Mimi mwenyewe natamani sana shule yetu ije kuwa ya kwanza kwenye mashindano haya ya Uwezo wa Ahadi. Baada ya kutangazwa kuwa washindi, tulijisikia tulikuwa na furaha kwa sababu malengo yetu mwanzoni mwa programu hizi tulizofanya ni kuwa washindi, na baada ya kutangazwa wanafunzi wote na washiriki tulijisikia furaha, na pia tulikuwa na malengo ya kuwa washindi kwa sababu mwanzoni wa hizi program tulijipanga kuja kuwa washindi, na tunajiandaa kwa mwaka unaofuatia 2024 tuje kuwa kwenye nafasi za kwanza, na tunaamini kwa hizi program tulizoandaa tutakuja kuwa wa kwanza. Na ni mambo gani unajivunia kujifunza kupitia mradi huu? Jambo kubwa ambalo nimejifunza katika miradi ambayo tumefanya hapa shuleni, mojawapo ni ujasiriamali mdogo mdogo. Kitu ambacho nimejifunza katika huu ujasiriamali mdogo mdogo ni kujipatia fedha. Tunaweza tukafanya huu upandaji wa mboga mboga katika bustani zetu, kutengeneza sabuni ambako tunaweza tukajipatia fedha ndogo ndogo. Sio tu tunafanya tukiwa shuleni, tukiwa nyumbani pia, kwa sababu tunajua tukifanya tukiwa nyumbani, labda tukiwa katika siku za mapumziko nyumbani, tukajipatia fedha ndogo ndogo ambazo tukaweza katika mahitaji yetu. Katika ujasiriamali huo niweza kutambua fursa na kutumia fursa hiyo katika kunitengeneza kipato. Nimejifunza mambo mbalimbali ikiwemo ushirikiano. Kutokana na hizo project tulikuwa tunazifanya ikiwemo na kulima mboga mboga. Wakati tunalima mboga mboga pale, watu tunakuwa tunashirikiana kutengeneza hizo mboga mboga. Kwa hiyo huo ni ushirikiano tosha. Katika bonanza pia tulishirikiana katika kutengeneza hiyo bonanza mpaka kukamilika. Tumeshirikiana. Hata pia tulipoenda katika kujitolea damu, tulishirikiana pia tukatoa damu kwa watu ambao walikuwa hawana damu. Kwa hiyo naweza kusema nimejifunza mambo mbalimbali. Kingine nilichojifunza ni kujitolea. Mfano tulipoenda kwenye kituo cha watoto yatima, watu wengi waliweza kujitolea mambo mbalimbali kwa watu ambao walikuwa na uwezo pale kituoni. Watu walijitolea na sisi tulijitolea pia. Kwa hiyo nilijifunza mambo mbalimbali, kujitolea hata pia kwenye damu, tulijitolea kuchangia damu. Nilichojifunza mimi kwanza kabisa ni kujituma na kujitoa na kuwajali watu ambao hawajiwezi. Kwa mfano, kuna wanafunzi wetu ambao walikuwa wanaumwa. Kupitia zile mboga tulizolima tuliweza kuwasaidia na wakaweza kupona magonjwa. Kwa mfano, walikuwa wanasumbuliwa na kuchanika huko mdomoni. Baada ya kutumia zile mboga tuliweza kupunguza ule ugonjwa kwa asilimia kubwa kwa wanafunzi walikuwa wanaishi hostel. Katika eneo la uongozi nilijifunza kwanza kuwajibika, kwa sababu alikuwa kazi rahisi kuwaongoza watu. Watu wengi hawakuwa na imani na mradi tunaofanya, lakini mimi kama kiongozi nilijitahidi kuwaaminisha kwamba tutakuja kuwa washindi. Nilipambana kwa asilimia kubwa na nikafanikiwa, na ndio maana tukaibuka kuwa washindi. Nimejifunza kuwa na upendo na kujali. Nimetikana kujifunza hivi vitu kwa sababu tulivyoenda kutembelea kituo cha watoto yatima kiitwacho Sharon. Nimejifunza kujua vitu gani ambavyo wanavitaka na vitu wanavyovihitaji. Kwa mfano, vyakula, mavazi, pia na maradhi. Mwalimu mlezi wa klabu iliyofanya mradi huu alikuwa na haya ya kusema. Kwa upande wangu mimi naona hizi project ni nzuri mashuleni kwa sababu wanafunzi walijifunza mambo mbalimbali. Kwanza wamejifunza ujasiriamali, lakini pili wamejifunza kufanya kazi kwa bidii, kutokukata tamaa. Tatu, kuna ujuzi mbalimbali wamepata. Kwa mfano kama kulima mboga, kutengeneza bustani, kutengeneza sabuni, lakini pia walikarabati viti pamoja na stuli za maabara. Walikarabati wenyewe. Kwa hiyo wengine ambao walikuwa hawana zile skills walipata, yani walijifunza kwamba tukitaka kurepair viti tunafanyaje. Kwa hiyo mimi naona ni kitu kizuri, na pia ile tuzo imewapa hamasa. Mwaka huu wanafunzi wengi sana wanataka kujiunga na klabu ya Uwezo wa Ahadi na wanataka kushiriki. Kwa hiyo wale waliopata ujuzi wameondoka, wamemaliza form 4 wengine mtaani, nina imani wataenda kutumia huo ujuzi kwa sababu tumekuwa tukifanya hizi project mara kwa mara, so mara ya kwanza. Na huu
ndio mradi wa kibunifu uliowapa ushindi wa 11 shule ya sekondari ya Pangani kwenye Uwezo Award 2023. Chukua hatua, onyesha uwezo.